Sasa ndugu zanguni, huu ni mkojo, kitu cha maana sana hiki ambacho kinazalishwa na figo baada ya kuchuja damu katika mwili. Sasa ninapotoa ushauri, elimu za kulinda figo, za kupima figo, watu wanadhani ninawatisha, watu wanaona kama vile ni vitisho, lakini si vitisho. Majanga ya figo yameongezeka na yanaongezeka sana. Halafu bahati mbaya watu hawajijui. Wenye shida za figo hawajui kama figo zina matatizo, wanakuja kugundua figo zina shida baadaye. Sasa na wewe unayenisikiliza hapa, usije kugundua baadaye. Kwa cha kufanya, kama umejisikia, yani nitaenda kutaja listi ya makundi hatarishi kupata shida za figo. Alafu ukijisikia hapo, usione unatishwa, nenda kapime. Nenda kapime ujitambue. Kama wewe ni mnene, kama umepima kiuno chako, mwanamume kiuno kinazidi inchi 41, mwanamke kinazidi inchi 45, kapime figo. Kama una pressure ya kupanda, una kisukari, nenda kapime figo. Kama wewe ni mkulima, uko kwenye sekta ya kilimo, uwe unamwagilia, uwe unapalilia, uwe unaweka mbegu, yani uko katika hiyo sekta na mnatumia yale madawa yale ya mashambani ya kuulia wadudu, yale madawa ya kukuzia si mimea na kadhalika, nenda kapime figo. Kama wewe ni mtu wa urembo, saluni za kiume, saluni za kike, upo kwenye mambo ya kucha, yale madawa yale ambayo mnatumia kwenye nywele au kwenye kucha, kwenye kufanya makeup, yani kwenye mambo ya urembo yale, nenda kapime figo. Kama unakunywa soda, energy, pombe na yoyote, unavuta sigara, unapiga shisha, unapiga bangi, unatumia ugoro, nenda kapime figo. Kama wewe unatumia madawa ya maumivu kiholela, yani kichwa kikiuma unakimbilia dawa, mgongo kiuma unakimbilia dawa, yani wewe ni mtu wa madawa ya maumivu, nenda kapime figo. Kama wewe ni mpenzi wa dawa za kienyeji, yani kila kitu tu dawa ya kienyeji, unameza, unabugia, nenda kapime figo. Kama wewe unapiga vitu kama kina bangi, haya madawa kulevya haya, nenda kapime figo. Kama haunywi maji mengi, kama ni mtu haunywi maji, unapiga tu kemikali, nenda kapime figo. Kama ni mtu unakula sana nyama, hasa nyama nyekundu na zenye mafuta, nenda kapime figo. Unaweza ukaona tuko hatarini sana kwa kweli. Maana hiyo, wewe unayenisikiliza, nenda kapime figo, usisubiri mpaka zifeli. Figo na uzuri wake, ukiwahi ukajua figo ziko katika hali gani, unaweza ukazinusuru, unaweza ukaziokoa. Yaani ukikuta iko hatua ya kwanza, ya pili, unaweza ukaziponyesha, lakini ukikuta ziko hatua ya 4, ya 5, zimeshafeli kabisa, ni ngumu kuzirudisha figo zako. Wahi mapema, pima figo zako. Hautishiwi, unaambiwa ukweli. Ni kwa faida yako na familia yako. Matibabu ya figo ni gharama sana, ni gharama kubwa sana, ambapo wewe utakuwa maskini na familia yako itakuwa maskini. Utaanza kuchukiwa, utatengwa, utakufa kwa stresi, na stresi pia zinazidi kufanya figo zichoke, yani ni vurumahi varangati. Nenda kapime figo ili usiingie kwenye huo mkumbo.